Kwa heshima, Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba niwasilishe taarifa ya utekelezaji wa ilani ya CCM kwa kipindi cha Julai hadi Disemba 2025 kwenye maeneo yafuatayo kwa muhtasari. Ibara ya 20 ya ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi inazungumzia masuala ya fedha. Hauwezi kutekeleza shughuli zozote kama huna nyenzo ya fedha. Kwa hiyo ibara ya 20 inasema sekta ya fedha, na hapo tutazungumza kwa kifupi kuhusu utekelezaji wa bajeti ya halmashauri, na ibara ya 26 inazungumzia mikopo ya 10%. Iko kwenye ilani. Niko ukurasa wa kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tuende ukurasa wa pili. Nizungumze sasa kwa kirefu kidogo kuhusu utekelezaji wa bajeti ya halmashauri kwa mwaka wa fedha 25/26 katika kipindi cha utekelezaji wa ilani ya CCM ya Julai hadi Disemba. Halmashauri katika kipindi cha mwaka 25/26 ilikuwa imeidhinishiwa kukusanya na kutumia jumla ya shilingi bilioni 47 kwa mchanganuo ufuatao: ruzuku ya mishahara ya serikali ya watumishi wa serikali wanaofanya kazi kwenye halmashauri ilikuwa ni shilingi bilioni 33. Ruzuku ya matumizi ya kawaida ilikuwa shilingi bilioni 1.9, na mapato kutoka vyanzo vya halmashauri yalikuwa shilingi bilioni 2.6. Ruzuku ya miradi ya maendeleo ni shilingi bilioni 10. Aidha, halmashauri ilivuka mwaka wa fedha 24/25 ikiwa na shilingi bilioni 3.6. Mapokezi ya fedha kwa kipindi hicho cha miezi 6 Julai hadi Desemba, halmashauri ilikuwa imepokea jumla ya shilingi bilioni 22,982,787,370 sawa na 51% ya makisio hayo ya mwaka mzima. Makisio hayo yanajumlisha shilingi bilioni 17 kama fedha za mishahara, shilingi bilioni 457 kwa ajili ya matumizi mengineyo sawa na 20%, na kiasi cha shilingi milioni 1,500,000 kwa ajili ya miradi ya maendeleo sawa na 15%. Na fedha ambazo zilipokewa nje ya bajeti ilikuwa ni shilingi milioni 5,100,000. Mapato na matumizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa matumizi hadi kufikia mwezi Desemba tarehe 30, halmashauri ilikuwa imetumia jumla ya shilingi bilioni 20 sawa na 66% ya fedha idhinishwa kwa matumizi. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 17 ilikuwa ni kwa ajili ya mishahara sawa na 54%, shilingi bilioni 457 matumizi ya kawaida sawa na 24%, na shilingi bilioni 1,500,000 kwa ajili ya miradi ya maendeleo sawa na 15% makisio. Huku matumizi ya fedha zilizotokanazo na makusanyo ya vyanzo vya ndani ilikuwa ni shilingi milioni 758 sawa na 33%. Utekelezaji wa miradi ya maendeleo hasa kwa kutumia 20% kwa mwaka wa fedha 2025 kipindi cha hadi kufikia mwezi Desemba. Hadi kufikia mwezi Desemba, halmashauri imefanikiwa kukusanya na kutumia jumla ya shilingi bilioni 1,251,000 ikiwa ni shilingi milioni 983 kutokana na vyanzo vyake vya mapato halisi ya ndani na shilingi milioni 263 ikiwa ni mapato fungiwa. Nimefurahia siku ya leo pia kwa sababu tumekuja kusoma utekelezaji wa ilani. Ninamshukuru sana mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kweli anafanya kazi nzuri, wamama wanaweza, anafanya kazi nzuri, tunaona maendeleo. Na tunamshukuru mkuu wetu wa wilaya Alfani Aule, tulikuwa naye kwenye kusomewa utekelezaji wa ilani, tumeendesha kikao vizuri, pia na mkurugenzi wetu tumeendesha kikao vizuri na tumeona tumeendelea vizuri. Lakini pia tunashukuru pia kwa wananchi wetu, sisi madiwani tuko juu yenu na tuko mbele yenu, tutafanya kazi na tutatekeleza ilani ya Chama chetu cha Mapinduzi. Chama chetu ni chama adilifu na chama ambacho kinafanya kazi kuletea wananchi maendeleo. Kwa hiyo tutafanya kazi kwa niaba yenu sisi wananchi, tuko tayari kuwatumikia na kutekeleza ilani yetu ya chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Taarifa hii imegusa kila kata Rorya na kwa miradi ile ambayo imetekelezwa. Pamoja kwamba kuna changamoto ndogo ndogo ambazo tumeziona kwa sababu ya miradi ile kutokamilika. Kubwa ni kwa sababu serikali haijaleta fedha kwa ajili ya kukamilisha miradi hiyo. Kwa hiyo tunachoiomba serikali kuhakikisha kwamba kuleta fedha hizo
ili miradi hii iweze kukamilika. Hili ndio ombi letu, lakini taarifa iko vizuri, maana ni miradi ambayo iko kwenye kata zetu kule tunakotoka sisi madiwani. Baadhi ya miradi mingi ni miradi ambayo tunaifahamu. Sasa katika halmashauri yetu ya wilaya ya Rorya tuna mahitaji moja, kwanza swala la maji. Sisi tuna Ziwa Victoria ambao maji isingekuwa ni suluhu, isingekuwa ni hoja ambayo inazungumzwa, ina maana kwamba ingekuwa imeshatekelezeka, kwa sababu tumezungukwa na 75% ya maji ya Ziwa Victoria. Kwa swala la maji isingekuwa kero katika nchi yetu, especially kwenye wilaya yetu ya Rorya. Lakini pili, swala la barabara ambazo tunazitumia sisi, tuko kwenye ziwa. Kwa hiyo barabara zetu zinatakiwa zitengeneze ili vyanzo vya mapato viongezeke katika halmashauri. Kwa mimi nilikuwa naomba sana kwamba serikali ijitahidi katika bajeti yake ilete hela katika sekta zote za elimu, sekondari, msingi, TARURA, umeme pamoja na maji.